alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia afya na akatuleta pamoja ndani ya hii msikiti. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na hatukuwaletea mali nyingi, lakini tumeleta hii kidogo, imetolewa na ndugu yetu. Zilikuwa nyingi, tumegawa sehemu nyingine, tumepeleka kwa mayatima, tukapeleka pia kwa watu wengine. Hizi ndio zimebaki. Ndugu yetu alituma mali kutoka London, naona ni mtumba, lakini zimetoka mbali sana. Mtu amekumbuka waislamu wenzake ambao wako Afrika na yeye yuko uzunguni, hata kama ni kidogo amesema sanye atumie waislamu wenzake. Hapa naye tuko na vitabu ambayo tulichapisha sisi wenyewe Salim Dawa. Hizi vitabu ni vitabu ambaye zinafundisha maaya zote tunatoa kwa muhadhara, ziko hapa. Kama ni aya za Qur'ani, kama ni aya za Biblia, zote ziko hapa. Na mkichukua hizi vitabu inafaa muende mfanye dawa, sio mkitoka naye hapa msisome mkaweka chini ya pilo ama ukaweka watoto wapasue kwa nyumba. Sio hivyo. Ukisoma unaenda kuzungumza na jirani yako, unaambia Uislamu ndio dini yako, Mtume Muhammad ndio mtume wako, kitabu cha Qur'ani ndio kitabu chako, Allah ndio Mungu wako. Muhimu tu umueleze, mwenyewe atatafakari. Kwa hivyo naanza kugawa vitabu moja moja, na ukipata ujue ni jukumu lako kusoma na kufanya da'wa. Karibuni sana. Mwandishi ni huyu Hassan Karioki, na wafadhili waliotengeza hizi vitabu ni Waislamu, na wenye kuprint ni Salim Dawa. Kwa hivyo karibu sana ndugu zangu. Ni Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie waliotoa mali yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanatoa mali yao kutafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sisi sote pamoja na wale waliotoa na wale waliotumikia wakaleta na wale waliopokea, Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie fi dunya wal akhirah, na Allah subhanahu wa ta'ala atukutanishe katika jannatul firdaus al-a'la. Namkaribisha Ahlul Qaria, ustadh wetu mashaallah, imam wa huyu msikiti anaitwa Ustadh Shawiji. Karibu sana shekhi, wenye dua Waislamu mashaallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Langu tu ni kutoa shukrani za dhati kwa msaada wenu ambao mnautoa, ambao umekuwa ni sababu ya kuimarisha Uislamu katika roho za Waislamu. Mnavyoona, kama mnavyojua, hapa kwetu 90% ni watu wa Muslimu. So mnapotoa tabaruat kama hizi, misaada kama hizi, inakuwa ni sababu kuimarika Waislamu katika Uislamu. Kwa sababu gani? Hata katika wale ambao wanafaa kupewa zaka ni mualafatu qulubuhum. Kwa hiyo na zaka yako, sadaka yako ikakuwa ni sababu kuleta kwa kijiji hiki, inakuwa ni sababu ya yule ambaye ameingia katika Uislamu kupata nguvu, kuonyesha kwamba Waislamu wana mahaba. Ndugu zangu Waislamu, sadaka kama hizi mnazozitoa imekuwa ni sababu ya Waislamu kuongezeka na hatimaye kupandua msikiti. Tulikuwa na msikiti kama unavyoona, msikiti mdogo, lakini inshallah sasa hivi baada ya muda kidogo utapata ghorofa 2 na kuendelea. Kwa sababu gani? Ni zile sadaka mnazitoa, watu wanafurahia, kumbe Waislamu wana upendo, inakuwa ni sababu ya kufanya nini? Ya watu kuongezeka katika dini. Na hivi ndivyo maswahaba walivyokuwa, wakitoa sadaka zao kusaidia wale ambao wanaingia katika Uislamu. Inakuwa ni sababu ya wale mtu akija kusilimu anaenda kuleta mtu mwingine. Mfano, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa mbuzi nyingi sana kwa mtu ambaye amesilimu. Akaenda kwa watu wako, jitu mi Muhammadin, nimetoka kwa Muhammad ambaye anatoa wala haogopi ufakiri. Ikakuwa ni sababu familia nzima, uko mzima kufanya nini? Usilimu. Kwa ndugu zangu Waislamu, mjue kwamba wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Unachokitoa kwa sababu ya nafsi yako utakuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billahi tawfiq. Naomba inshallah muendelee hivyo mpaka mwisho wa wahyi wenu. Wa billahi tawfiq. Mashaallah, jazakallahu khairan jazaa. Wasungu hawakuwa vile leo tunaona kule Israeli watu wanapikana. Tukiona kina Netanyahu wakiwa na vita, tuseme kwamba hao ndio sasa ni Waisraeli.
Waisraeli walikuwa na asili ya Kiafrika, na hawa walikuja tu kuipa identity yetu ili wapoteze visasi ambavyo vinakuja. Lakini majira haya ya kisasi changu, kila kitu kilichofichika kitafichuliwa. Ndiposa wakundua ya kwamba kumbe Yesu alikuwa Mwafrika na Waisraeli walikuwa Waafrika. Hawakuwa na asili jinsi tunavyowaona katika vyombo vya habari. Hapo ndugu Sheikh, na tumai ya kwamba umenipata. Sasa kwa kondoo waliopotea kwa nyumba ya Waisraeli. Sasa wakati mimi jinsi nilivyo, nimekuja kwa ajili ya Israeli. Na hawa Waisraeli wakati nimekusia ninasunguka mataifa yote kuwakusanya. Mataifa mengi sana ambayo ninatembea. Sasa hivi karibuni mtasikia mtundo hapa Afrika, na binadamu wengi watatua ama watapikwa na kiwewe. Ushangaa ya kwamba hoi, kumbe Yesu alikuwa Afrika Kenya, na hiyo miaka alikuwa kule Nazareth, leo imekuwaje? Alafu hawa hata wenye walikuwa wakikisa hawa wote pia watakuwa pia wenyewe wakitoa mashuhuda kwa jumuiya ama kwa vyombo vya matola ya kwamba mimi nalikuwa tu muigizaji si Yesu. Wenyewe watakuwa sasa wanaongea, maana hao walikuwa tu waigizaji, lakini Waisraeli kamili tulikuwa na asili ya Kiafrika. Sasa tena nimerejea tu katika asili ya Kiafrika. Na huo wakati mipango mingi ilikuwa hapa Ethiopia, ilikuwa Kush. Na pia tulikuwa na mambo ambayo tulikuwa tunatembea katika roho na katika hata mwili. Tulikuwa mahali inaitwa eneo la Misri, sasa ni Egypt. Na tulikuwa na eneo ambalo linaitwa Libya, katika maandiko ilikuwa inaitwa Put. Unanipata? Sasa ilikuwa ni mipango ya Mungu. Hiyo yote ilikuwa ni mipangilio yake Papa Mungu, lakini tulikuwa katika asili ya Kiafrika. Alafu ukiangalia eneo kama hilo la Spain, hiyo miaka ilikuwa inaitwa Tarshish. Tulikuwa pia ni kasi yake Papa Mungu. Lakini wakati sasa watu waliingia katika Afrika, hawa watu kutoka nchi za magharibi walijaribu sana kuipa asili ya Waafrika. Lakini baba aliniambia utawala wa wasungu umeisha. Sasa utawala leo umerudi Afrika. Na Mungu si mwanadamu atanganya. Akinena jambo amenena. Ndiposa ndugu Sheikh akasema kwamba Yesu anatenda lile ambalo papa anatenda. Sasa papa aliniambia kwamba utawala sasa umerudi wapi? Afrika. Sasa mimi sina budi kutangazia watu ya kwamba sasa utawala uko wapi? Afrika. Unanipata? Lakini nimekuja kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Amina. Maana walikuwa Waafrika, si wale ambao tunawaona wakichokoza ndugu zetu hao wakasa wana vita. Unanipata? Asante. Hao ni wa Marekani. Sawa. Na mwenye kuongezea kidogo. Sawa. Usifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Nabii Simeoni nyota 12. Kuongezea tu, ukisoma Biblia natuambia ya kwamba Mwisraeli kamili ni yule anayeshika sheria ya Mungu na maagizo yake Baba Mungu. Huyo ni Mwisraeli kamili. Kwa sababu hata ukiangalia katika kitabu cha Paulo anasema ya kwamba sio Mwisraeli anayetahiri mwili ndio Mwisraeli kamili. Hata wale wenye walikuwa hawajatahiri lakini wamekubali Mungu, wameshika sheria ya Mungu, hao ndio Waisraeli. Kwa hivyo sasa sisi tunatarajia kila mmoja awe Mwisraeli. Ukiwa Muislamu lakini shika sheria yake Baba Mungu. Ukiwa nani, shika sheria ya Mungu. Sasa hawa mataifa mwenye Baba Mungu. Ndio maana Yesu sasa amekuja atembee katika mataifa hayo, asanye hao watu awalete pamoja, awatengeneze, awahubirie waende naye mbinguni. Wenye wanakataa hao ndio sasa watu wa mataifa. Lakini wenye wanakubali Mungu hao ni Waisraeli kamili. Hata wakiwa Waafrika, wakiwa Wahindi, wakiwa Waarabu, hao watakuwa Waisraeli kamili, yani nyumba ya Israeli yenye Mungu aliteua. Amina. Umenena jambo na nikaona umenena katika hali ya usahihi. Nilikuwa na yani neno Israeli maana yake ni wale wanaopokea tohara ya Yesu. Na tohara yenyewe si ya mwili, ni tohara ya roho. Wale watakaokubali ujumbe na kufanyika wana katika nyumba ya Mungu, hao tayari ni Waisraeli.
Maana tukienda kule ng'ambo kwenyewe, nilikuwa hapa na wenye walitokea kule Tel Aviv walikuja wakalalia hapa kwa ujumbe. Hata kuna jambo waliongea wakati ulikuwa unaongea nao. Hata wenyewe hawaamini. Ati huko kwetu hawatuamini. Tuamini mambo ya Yesu. Mbona Yesu huko kila mahali walikuwa wanaongea. Na wenyewe hawaamini. Sasa hao ni watu wa mataifa. Maana hawaamini. Salamu za Yesu. Amina. Jambo lingine la kuongezea ambalo hizo mainji ambayo Yesu ameweza kutaja na nabii mwenzangu Nabii Simeoni jinsi ameongelea. Mimi jambo ambalo naongezea kwa hilo ni ya kwamba hizo inji Yesu aliishi huko ile mara ya kwanza. Nao watu waliweza kukataa Yesu wakamtendea maneno maovu sana. Wakamsulubisha, wakimuua, wakimtemea mate. Ndiposa Baba Mungu akatazama katika dunia hii yote, akaona mwanawe amrejesha hapa katika nchi ya Kenya. Kwa maana nchi ya Kenya ni nchi ya amani. Nchi ya Kenya ni nchi ya utulivu. Hata enyi ndugu zangu Waislamu, nyinyi ni Waisraeli, shukuruni Mungu kwa maana leo hii mmekaa na Bwana Yesu. Dada yetu ametufurahisha sana. Kwanza kuna kitu amesema, hiyo kwanza nakubaliana naye. Moja, umesema ya kwamba hakuna mtu anajua asilia ya Waisraeli walikuwa kala gani. Hiyo nakubaliana, kwa sababu hata manabii hatujui walikuwa kala gani. Lakini kwa vitabu vyetu tumeelezwa fulani alikuwa hivi, alikuwa na nywele hivi, alikuwa mnene hivi, tumeelezwa na tukaelezwa yani ile alikuwa anakaa. Lakini kusema hakukuwa na Waisraeli weusi hatuwezi tukajua kama walikuwa kama hawakuwa. Ni kweli. Sasa swali langu ni ndogo. Nataka unisomee kitabu cha Mathayo 18:6. Naomba unisomee. 18 ukaa tu. Soma tu. Mathayo 18:6. 18:6 Mathayo. Yeyote atakaye mkosesha mmoja wa hawa wadogo wanaoniamini, ingekuwa afadhali wafungwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kuzamishwa kwenye kilindi cha bahari. Haya, nafikiri imesomwa. Yesu anaambia wanafunzi wake, mtu yoyote ambaye atakosesha wale watu wanamwamini, wamchukue, wamfungiwe jiwe na wamtupe baharini katika vilindi vya maji. Vilindi vya maji ni kule chini kabisa, pale maji iko mingi. Sasa nauliza wewe, mtu ambaye akuamini, wewe unaweza kumchukua mtumbukize katika umfungie jiwe Sababu Yesu hapa ndio anaambia wanafunzi, mtu yote akikwakosesha msumbuane na yeye, fungeni yeye. Kama mtu yote ambaye ananiamini mimi Yesu na anawakosesha nyinyi, chukueni yeye, fungeni jiwe kubwa, mrusheni kule kilindi cha maji. Sasa wewe unaweza fanya hivyo? Nabii Sabloni akasema ng'ombe inayosumbua wajana nayo. Ulikuwa wewe ndio utoa unabii leo? Yaani umeuliza swali na kukumbuka huu msemo wa maono. Njozi. Rudi yako tu kuja hapa. Yaani hapo ujumbe ulikuwa ajabu sana, ndio nijibu. Tunataka ukuote tu hapo penye ulikuwa umefika, ndio wakwambie rudi unawe kwanza ndio kuja. Unawe uso kwanza. Kuja tu. Maswali ni mazuri. Kama nakumbuka hapo kuja. Sifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Hapo mahali ilikuwa nilimuuliza hivi. Nataka kwa sababu ya hao wezi wameingia kwa nyumba, nataka nipike nduru ili huyo mama asikie, mwenye ng'ombe huyo asikie kwamba hawa ni wezi, labda wenye huo wanaenda wakiipa ng'ombe wake. Na Nabii Sabloni akaniambia achana na yeye, maana aliambiwa kwa ajili ya huyo ng'ombe achane na yeye, lakini yeye mwenyewe hakusikia. Achana na yeye akae. Asante. Alafu nikatafsiri hivi, ng'ombe ni mtu ambaye amekosa kitu kinaitwa ufahamu. Sasa kuhusu hukumu hapo,
Hata mimi sisemi nitamshika nimtumbukize, ila tu atahukumiwa na kwa lile alilosikia. Atahukumiwa tu kwa lile alilolisikia. Kama hakuenenda sawa, basi hilo tu ndilo litakalomhukumu. Asante. Kuna mwingine hapo na jawabu pia. Naongezea kusema kulingana na mahubiri ya leo, wakati Yesu alikuwa anauliza maswali, kauliza mtu akipaka wanja kwa macho, wakati sasa mwili wake unapochoka hapa ulimwenguni, unaenda wapi? Yaani kuna wale ambao wamemfurahia kule baharini. Hasa wao ndio huwa wanampokea, na hasa inakuwa hayo ndio makao yake, anakuwa mfuasi kule baharini. Hasa kulingana na ujumbe ambao umetupa, wale ambao hawafuati sheria ya Yesu, vile Yesu anatufunza, huwezi vaa longi, ukikufuru siku ya Sabato, wewe pia utapatikana kule. Hasa yeye mwenyewe hawezi akakubeba akakupeleka, ni hii maandiko tu ndio yatakuhukumu, kwa maana ni yeye ambaye ameweza kuleta ili tukaweze kushika na kutenda vile anasema. Kufungiwa jiwe shingoni na kurusha katika kilindi cha bahari huko chini kabisa. Na Nabii Yakobo umekumbusha jambo. Wakati napohubiri huu ujumbe, ukweli wa mambo, hata maandiko yenyewe yalisema ya kwamba wapenzi wako wanakudharau, kile wanachotafuta ni kukuua. Sasa lila alilosikia na hatendi, kama maandiko imesema ya kwamba usimule nguruwe, na wewe unamula nguruwe na ulifundishwa, siku yako ikifika, basi utakuwa tayari umefungwa hilo jiwe, unapelekwa kule baharini, unakuwa mfasi wa wale wa bahari, misukule kule. Sasa naona hilo jawabu tumepewa nasaha safi sana. Kichwa kinachemka tu lakini ndio hivyo tu, itaendelea kuchemka. Swali yangu naona tusiwakalishe pia sana. Swali yangu, sisi Waislamu, kwa sababu kila mwanadamu atakufa, naambiwa kila nafsi itaonja mauti. Sisi Waislamu tukifa, huwa kama ni mwanaume amekufa, anaoshwa na wanaume, kisha tunafungwa na kitambaa inaitwa sanda, kitambaa nyeupe inaitwa sanda, kisha tunazikwa na hiyo. Hatuzikwi na sanduku, hatuzikwi na suti, hatuzikwi tukiwa tumevaa viatu ama nini. Wengine nasikia kuna watu wanazikwa na saa, wengine mtu anazikwa mpaka na mobile phone. Sisi hatuzikwi na hiyo, tunazikwa na kitambaa nyeupe inaitwa sanda. Na sisi katika imani yetu hatuamini kuwa Yesu alikufa. Naamini alipaa na mwili. Lakini nyinyi katika imani yenu, katika Biblia inasema Yesu alikufa. Katika Biblia mnasema Yesu alikufa. Yaani imani yenu mnaamini Yesu alikufa akazikwa na sanda. Sasa swali najiuliza, nyinyi ambao mnasema, yani nyinyi ambao ni mnatii Sabato na nini, je, nyinyi mkifa huwa mnazikwa na sanda au mnazikwa na sanduku? Kwa sababu maandiko ukiangalia 5:5, Anania hata walipokufa vijana 5:5 Matendo ya Mitume, Anania walipokufa vijana walikuja wakawafunga katika sanda wakawazika. Ukiangalia Lazaro, wakati Yesu anaenda kumfufua, anaambiwa mwili wake umenuka. Aliposema Lazaro toka huku nje, akafufuka, alikuwa amefungwa kitambaa. Maana yake alikuwa amefungwa sanda, ndio wakaambiwa mfungueni sanda. Sasa nyinyi pia huwa mkifa mnazikwa na sanda? Kwa sababu sisi Waislamu bado tukifa tunazikwa na sanda. Hiyo swali yangu hiyo. Nyinyi wenyewe wafuasi wa Yesu mkifa mnazikwa na sanda au inakuaje? Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa ile swali nitakujibu ndugu yangu hivi. Sisi mahala hapa tuko hai. Tunaongelea maneno ya uhai. Hatuongelei maneno kuhusu mauti. Tuulize maswali kulingana na uhai ambao tunaishi pamoja na Kristo. Naam. Salamu za Yesu. Salamu za Yesu. Amina. Mara nyingi
Salamu za Yesu. Nashukuru. Angalia Isaia 28 mstari mtoko wa 14. Tuone hapo. Alafu mwingine katika vitabu vya katikati, angalia kitabu cha hekima Solomon. Tuone hekima ya Solomon. Solomon ndio nani hapa? Suleiman. Basi wacha tuangalie hicho kitabu tuone. Alafu 1:16 naye itasemaje? Kama kuna mwenye amepata Isaia 28:14 atasoma. Maana Nabii Benjamin amesaidia. Unajua tukiongelea mambo ya mauti huenda yule mfalme wa mauti alafu atukoseshe na maono ya bingu. Kwani Yesu anaogopa kufa? Hatuogopi, lakini katika roho tutakuwa tuna wafalme watakuja. Shetani hana mamlaka yote. Isaya 28:14. Basi sikilizeni neno la Mwenyezi Mungu, enyi wenye madharau, mnaotawala watu wa Yerusalemu. Nyinyi mnajidai mmefanya mkataba na kifo, mmefanya mapatano na kuzimu. Sasa hapa tukikubali mapatano na kifo, tutatekwa. Tunafanya mapatano. Nyinyi mwasema eti balaa lijapo halitawapata, kwa sababu mmefanya uongo kuwa tegemeo lenu na udanganyifu kuwa kinga yenu. Basi hivi ndivyo asemavyo Mwenyezi Mungu, tazama nimeweka mjini Sayuni jiwe la msingi. Amina. Iko wapi? Yesu. Amina. Yesu akiwa tukiongea mauti tutakuwa tunaharibu munyu. Jiwe ambalo limedhibitika, jiwe la pembeni la dhamani, jiwe ambalo ni la msingi dhabiti, jiwe lililo na maandishi haya, anayeamini hatatishika. Anayeamini hatatishika. Haya, tuingie katika vitabu vya katikati. Hekima ya Sulemani mlango wa kwanza 16. Tutasonga hapo kidogo. Hapo. Sifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Chukuani nabii Yuda miongoni mwa nyota 12, uzao wake nabii Yakobo. Tutasoma hekima ya Solomoni mlango wa kwanza mstari wa 16. Kichwa cha somo, fikra potofu huleta kifo, lakini wasiomcha Mungu hukaribisha kifo kwa matendo na maneno yao. Hufanya urafiki na kifo na kufanya mkataba pamoja nacho. Sasa wanastahili kuwa mateka wake. Sasa asante. Kulingana na huo ujumbe, rudia kidogo. Lakini wasiomcha Mungu hukaribisha kifo kwa matendo na maneno yao. Sasa hapa tukianza kuongelea kifo, tutakuwa tuko tunakikaribisha. Hapa hii area watu wengi walikuwa na msemo huu. Hii kanisa ya Yesu, kwa nini watu wakikufa kama makanisa mengine? Huwa tuongelei mambo ya kifo. Tunakanyakanga. Yani tukianza kuongea hapo tutakuwa tunakaribisha. Mfano watu huwa wanakutana wengine hapa duniani, alafu wanaamusha kitu inaitwa CPO ya mauti na wenyewe pato hai. Sasa Lucifer huko kuzimu anainua maagents wake, anasema enda mkae na hao watu muone vile wanapanga. Alafu wanatoa vitu, wanapanga vile hii vitu itatumika, na huko sasa wanawapangia kule kuzimu, wanaanza kupanga vile watawatoa duniani. Sasa kwa Yesu ni jiwe ambalo limewekwa dhabiti. Ataka iliamini hata tikizika ataishi. Endelea. Kufanya urafiki na kifo na kufanya mkataba pamoja nacho. Sasa wanastahili kuwa mateka wake. Asante. Ndugu ni Salim ama nani? Salim, kama wangesema mambo ya sanda tungekubaliana katika mkataba. Alafu huenda sanda zingetokea vichorochoroni, vichakani. Kwa nini leo tumeongelea mauti? Hilo jambo wafuasi wangu si rahisi kuliongelea. Hata mimi mwenyewe mwalimu Yesu mpaka niwape nasaha ya kweli. Amina. Alafu tena nimeona kuna nabii Solomoni hapa. Tutaongea vizuri, tusikilizane.
watastahili kuwa mateka wake. Sasa tukikubaliana hapa tunakuwa mateka. Sisi Waislamu huwa tunasema, na miongoni katika vile tunavyoamini kuhusu Yesu na wanafunzi wake ni kwamba Yesu na wanafunzi wake walikuwa ni Waislamu, na ni miongoni mwa imani kuu zetu sisi Waislamu. Na tukiangalia hapa pia vile mmevaa ni kama Waislamu. Kwa nini sasa msijiunge tu na Uislamu tu moja kwa moja tu tuwe kundi moja? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Utofauti wenye huko, sisi ni Wakristo, maana yake sisi ni wafuasi wa Yesu. Na nyinyi ni Waislamu, maana yake ni wafuasi wa Muhammad. So unaona utofauti huko? Hata venye tumekaa, simaona mpaka kamepita. Kamenyoroka. Salamu za Yesu. Amina. Jawabu lingine ni kwamba hata miaka iliyopita tulikuwa na itikadi mbalimbali. Tulikuwa na itikadi ya Waislamu, tukawa na hawa ya wa Hindu, tukawa na Wasuni, mambo kama hayo. Sasa kulingana na hilo swali, amesema mavazi kuvaa ni kama sisi, lakini kuna utofauti kidogo. Nyinyi hamfunuliwi ndio mkashona, mnashona tu, na sisi tunafunuliwa. Kuna yeyote amewahi funuliwa basi tu? Kama ulifunuliwa wako tu basi, kwa ufupi wajue sisi huwa tunashona haya mavazi kwa kufunuliwa, na tena imeandikwa katika kitabu cha Kutoka 28. Hauwezi shona tu basi pasipo kufunuliwa. Pia wanaliona kiroho, alafu mimi nitathibitisha tu. Unabii kwa watu watatu, wawili na wanashona. Asante. Sasa kufunuliwa na kushona kuna utofauti. Asante. Usifiwe Yesu. Amina. Shukrani ni malaika Solomoni katika lango la nabii Naftali. Mimi wacha niseme kuna vazi yenye mbingu ilifunguka. Na malaika wakawa wamekuja kwa hii kanisa yetu, walikuwa wanapatia kila malaika. Yangu nikapatiwa ya white na naivera ya red. Ilikuwa tu hiyo filamu fupi. Naona malaika kwa mavazi. Asante. Hivyo ndivyo ilivyo. Ilikuwa fumbo mzuri sana, na hiyo basi pia tukaona ya kwamba akipewa hivyo sasa anashona hivyo, na akipita mahali popote palipo na misukule inakimbia, maana inaokopa. Ataonekana tu kwa maumbile ni yeye, kumbe ni yule malaika ambaye ako ndani mwake. Haitamuona yeye, itaona ule mwili wa utukufu. Alafu tena imeandikwa katika kitabu cha Kutoka, aliyepata asome kidogo. Kutoka, karibu. Sifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Ni Kutoka mlango wa 28 kuanzia penyewe. Kichwa cha somo ni mavazi ya makuhani. Mavazi ya makuhani. Nawe Musa, umlete kwangu Aaron ndugu yako pamoja na wanawe Nadabu, Abihu, Eleazari na Itamari. Utawateua miongoni mwa Waisraeli ili wanitumikie kama makuhani. Utamshonea ndugu yako Aaron mavazi matakatifu ili apate kuonekana mwenye utukufu na mzuri. Waagize mafundi wote ambao nimewapa maarifa wamtengenezee Aroni mavazi ili awekwe wakfu kwa ajili ya kazi ya ukuhani. Waambie wamtengenezee vitu vifuatavyo: kifuko cha kifuani, kisibau, kanzu, joho kanishiwa, kilemba na mshipi. Aroni nduguyo na wanawe watayavaa ili wanitumikie kama makuhani. Hao mafundi
watatumia sufu ya rangi ya bluu, zambarau na nyekundu na nyuzi za dhahabu na kitani safi iliyosokotwa. Hizo ndio nyuzi. Alifunuliwa hilo basi. Mwingine mwenye nyuzi hapo Paulo, na pia Yakobo pia naona hapo kuna nyuzi kutoka hapo. Mameni tuwaone. Nyuzi sionekane. Ndio hiyo. Sasa hivyo ndivyo huwa inatendeka, na haya mavazi vile ndugu amesema tunafanana. Utofauti tu ni kwamba sisi tunafunuliwa, wakiwa katika njozi ndio waone haya mavazi, na huenda kuna mwingine ameonako basi kwa ufupi tu, ama ulitokesewa basi ufupi sana. Usifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Nabii Simeoni nyota 12. Katika ulimwengu wa kiroho nilisimama mbele ya nyumba yangu na kuangalia ndani ya nyumba, nikaona malaika Trufena amesimama na vazi la white. Nikacheka tu, hata nikamuuliza, yani malaika Trufena alinitembelea, na ikaishia tu hapo. Na white amekuja na vazi la white. Mimi pia ninaona. Usifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Nami hili vazi ambalo nimeweza kulivaa kiroho, nilikuwa kule ng'ambo natembea karibu na mto kule kwa samaki. Kuna mtu huko mwenye anaitwa Samaki. Sasa kuna mto hapo hivyo, na nikaona juu mbingu ikafunguka. Nikaona malaika wakashuka pale, walikuwa malaika 3 wa jinsia ya kike. Na wakawa wanajitambulisha majina yao. Mmoja ni malaika. Walikuwa na miili ya utukufu. Walikuwa na miili ya utukufu. Mbingu vile ilifunguka, walikuwa na mapawa, wakipaa wakishuka hapa duniani. Sasa wakatua hapa penye nilikuwa, na kule kwa mtoni kukawa na mitende, na hao pia kwenye mikono yao walikuwa wameshika mitende kwa mikono yao. Na wakawa wameleta hili vazi, wamelikunja na wakaweza kunikabidhi. Na malaika Dorcas ndiye aliyenikabidhi. Nikamuuliza, hii ni fimbo yangu amba ni ya nani? Akasema hii ni fimbo, na hii fimbo ni ya mafuta. Yule utakavyokuwa ukivaa ukiombea mgonjwa ama mtu yote mwenye ako na shida, hapo na hapa anapona. Nikaisha hivyo. Alafu ukalishona. Nikalishona, sasa navaa, nikivaa hivi nikikusa hivi ndio mambo yanakuwa mazuri. Inakuwa ni ile roho. Tuko na furaha sana kukutana na Waislamu wenzetu kama nyinyi, na tunawaombea Mwenyezi Mungu awaongoze mwe Waislamu. Nilikuwa nasikia sanda, na sanda imetajwa na Biblia, ni aya katika Biblia imetajwa. Kwa hivyo msiogope mauti. Kifo ni kifo, tutakufa, kila mtu atakufa. Jambo la pili, nilikuwa nasikia akisema walioamini Mungu na wakamfuata Yesu wote ni Waisraeli. Leo tunataka tuone vitendo vya wana wa Israeli, na kama hatutakuwa na vitendo vya wana wa Israeli hatutakuwa Waisraeli tena. Mfungulie kitabu cha Nyakati wa Pili 7 aya ya 3. Niko naye hapa kwa simu tu nitajisomea, lakini nyinyi tumfungue yenu. 7:3 Nyakati wa Pili. Nasema Waisraeli wote walipoona moto ukishuka kutoka mbinguni na utukufu wa Mwenyezi Mungu ukikaa katika nyumba. Wacha nisome vizuri Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulipokwepo juu ya nyumba. Wana wa Israeli wakasujudu kifulifuli. Wana wa Israeli wakasujudu. Sasa tunafanya practically, wana wa Israeli wakasujudu kifulifuli, hata inchi sakafuni wakaabudu Mungu. Je, wafasi wa mwalimu
Yesu tongareni. Amina. Kama nyinyi ni wana wa Israeli, wana wa Israeli wanamsujudia Mungu kwa ibada, na nyinyi tulikuwa na nyinyi hapa kanisani tu na mlikuwa mnapiga vigelegele mkasherekea nini, sijawaona mkisujudu. Je, hiyo aya haistahili kutumika? Asante. Ama inastahili kutumika? Onyeshako heshima hiyo leo mnafanya. Uulize hiyo ni fanyako tena tuone. Leo wanafanya. Pokea sifa, heshima na utukufu katika kiti chako cha enzi juu mbinguni nako duniani milele na milele. Amina. Sifiwe Yesu. Amina. Utukuzwe Yesu milele na milele. Amina. Asante. Sasa ningependa tu kuuliza swali ndugu niko naye. Ningependa kuuliza swali, wakati wanafanya hii ishara wakiinama wakipeleka yani pia nimeona wanainama. Sasa wanafanya hii ishara hiyo, itakuwa hiyo ishara yenye wanafanya ni nini? Ile wamefanya hivi watakuwa ni kusujudu ama Ile wamefanya ile si kusujudu, ni kuinama, kwa sababu nashikilia simu kidogo tu. Tunaangalia Musa mtume wa Mungu. Sawa. 34:8. Musa ni mtume wa Mungu. Na tunafaa kufuata manabii wa Mungu, sawa? 34 nifungulie baba. Musa. Sawa. Mtumishi wa Mungu. Ni Muisraeli. Asante. Myahudi. Hai. Nataka aonyeshe vile 34:8. Inasema hata funga yako. Kitabu ya nitasoma tu, kushikilia hivyo. Hata imeandikwa kitabu ni cha Kutoka. Kutoka 34:8. 34:8. Soma. Wewe soma, mimi nitafanya practically. Wewe soma. Kutoka 34:8. Musa akainama chini mara. Musa akainamisha kichwa chake. Akamwabudu Mungu. Musa akainamisha kichwa chake. Maliza andiko hajaisha. Akamwabudu Mungu kisha akasema. Hujasoma vizuri. Tofauti. Yaani Kiswahili. Waje wasome Biblia takatifu naye. Musa akafanya haraka. Musa akafanya haraka, ndio hivi. Wacha nianze tena. Musa akaamka haraka akafanya hivi. Musa akaamka haraka. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Kichwa ndio hii. Akasujudu. Hata nchi, na nchi ndio hii. Musa akainamisha kichwa chake hata nchi. Akafanyaje? Maliza haya madam. Akasema. Akasujudu, akafanyaje? Akasujudu. Nane tu inasema Musa akafanya haraka. Akainamisha kichwa chake kwa nchi. Akasujudu. Akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana. Ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana. Na kuomba Bwana uende kati yetu. Musa ni mtume wa Mungu. Nimekupata sana. Musa ni mtume wa Mungu. Tena unaongea. Anaweka paji la uso wake wapi? Wapi? Chini hapo. Tunaenda kwa Daudi. Hata mambo hiyo imetosha. Lakini ningeongeza aya moja. Sawa? Ongeza wasome. Acha niongeze moja. Maana tuko sawa. Tunapendanga hali hii. Zaburi. Wote ni manabii wa Mungu. Amen. Huyo ni Daudi. Yakobo toa Zaburi. Na Ramadhani alisema kwa Uislamu hakuna nabii. Solomoni. Ramadhani. Lakini naona nyinyi mko tofauti sana. 95:6.
Ama pia kuna elimu tofauti hapo. Ramadhani yeye alisema kwetu hivi hatunanga manabii. 95:6 Zaburi. 95:6 inasema hivi. Njooni tuabudu. Daudi anawaambia watu wake, njooni tuabudu. Tusujudu. Tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Daudi anaambia watu wake, njooni tusujudu. Baada ya kusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Amina. Ni hivi ndio Waislamu wanafanya. Na wewe ambaye unasoma Biblia, je, kwa nini unafanya? Lakini hao wamefanyaje yani? Ruti yako tena kidogo tuone. Maana nimeona pia mlikuwa mmepika makoti. Wengine warudie. Hawa walifanya hivi na wakafanya hivi. Hawakufika chini. Biblia inatuambia. Lakini makoti wame Sasa nimeona utofauti. Utofauti ni kuweka tu paji la uso wapi? Chini. Lakini makoti pia wana magoti iko sawa. Magoti hiyo magoti unapiga baada ya kusujudu. Unasujudu alafu unapiga magoti. Sasa tunataka utufundishe kwa nini hiyo ibada iko kwa Biblia na nyinyi ambaye ni Wakristo tena ni Wayahudi hamfanyi hiyo ibada. Asante. Na swali? Sawa. Kulingana na huo ujumbe jinsi ndugu amenena, mimi naona hali jinsi ya hawa pia wanapopeana heshima, hakuna tena utofauti sana, hakuna. Na nakumbuka tulikuwa na mtu mmoja alijaribu kufanya hivyo akapiga kichwa chini mbaya sana, hata hajawahi aliendaga kabisa. Alikuwa anaitwa nani? Unakumbuka? Alienda kabisa kichwa tu akaumia. Sasa kulingana na maongozi ya mwalimu Yesu, kulingana na ratiba ya mbinguni vile malaika wa mbinguni pia wanafanya. Sasa sisi huwa tunaenenda tuna chuo cha unabii katika roho na katika mwili, na pia hiyo hali ya heshima vile wanapeana kusujudu, hivyo ndivyo sisi tunavyoenenda. Na utofauti tu nimeona nyie mpaka muweke paji la uso wapi? Chini. Lakini hawa nao pia wanapeana tu heshima, lakini paji nalo halifiki chini. Sasa katika malaika wa mbingu pia vile huwa walikuwa wanapeana huo mwongozo katika njozi ya roho, pia walikuwa wanapeana katika hiyo hali. Na kwa vile hawa hapa huwa wanafanya hivyo, nadhani kama wangelikuwa wanaweka hii paji la uso chini hapa, ingekuwa fumbi ni nyingi sana. Ulisema malaika kidogo nataka. Amina. Ulisema malaika wamepiga magoti kama vile dada zetu wamepiga magoti hapa. Tungeangalia malaika pia wamefanya hiyo ibada namna gani? Kama wamepiga kama vile Musa amefanya ama wamefanya vile au dada zetu wamefanya. Unajua ni vizuri, tunataka kupata ufalme wa mbinguni. Sasa yani maongozi katika hema huwa umeona vile tumeendanga katika njozi ya roho, wao wanatupa maongozi. Yani kile ambacho kinaendelea mbinguni wanatuarifu vile inatakana tuende. Mfano hapo kuna mwenye alitoa ono akasema wingu likateremka huko na likawa fimbo ya kifalme. Na hiyo fimbo wakati ilikuwa inasunguka hapa, nyota zikafuata hiyo fimbo. Sasa nyota kufuata, yani Mungu akinena nami, malaika sasa hawa mbinguni wakileta ujumbe, sasa sisi hawa pia inatakana wafuate vile hao malaika wamenena. Ama sauti ya Mungu imenena. Huwa tunaenenda hivyo. Asante sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Naongea na wale watu watuangalia kutoka nje. Asante sana. Naongea na wao. Amina. Tunashirikiana na Wakristo vile Waislamu na Wakristo wanashirikiana, sababu sote tumeumbwa na Mungu mmoja na tumetokana na Adam na Eve. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu, tuko hapa kwa ndugu yetu mwalimu Yesu wa Tongareni.
Naona vile tumeshirikiana kuulizana maswali na kufundishana mambo ya Mungu. Na wao naona vile wamevaa mavazi ya Kiislamu, tunatarajia pia wao wawe Waislamu. Ikiwezekana wakisilimu tu hivi, Imam atakuwa Nabii Tongareri wa Tongareri. Tutajenga msikiti kubwa sana hapa. Wakisilimu tu. Kwa sababu hata mavazi hawataki haitabadilishwa, mavazi ni hii tu. So karibuni sana wale wanatuona kule nje na wengine wanasema Waislamu na Wakristo hawakange pamoja, hawapendani. Hiyo ni uongo. Sisi tunapendana, tumekuja hapa sisi Waislamu tumekaribisha na Wakristo. Amina. Sasa ni vizuri tushirikiane namna hii na tupeleke da'wa mbele kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaona hao wote wako na majina ya manabii, wako na majina ya malaika. Lakini nani atakuja kuzungumza nao kama sio sisi? Lazima sisi tuje tuzungumze na wao, watufundishe na sisi tuwafundishe. Ikiwezekana tuwapeleke hao msikitini. Ama namna gani? Kwa hivyo karibuni sana, tunashukuru sana. Karibu sana. Nafikiri kwa sababu pia time nayo imeenda. Unaona kama mimi ndio nitafungia. Sijui mwenyekiti anasemaje? Okay, swali. Okay. Mimi nafikiri swali langu ni kidogo sana. Sasa siulizi kubwa. Nauliza kidogo. Kuna mambo ya kubatizwa na ukisoma katika Biblia inasema Yohana anasema yeye amekuja kubatiza watu na maji kwa sababu ya ondoleo la toba iletao dhambi. Lakini akasema kunaye anakuja nyuma yangu ambaye ni Yesu, atawabatiza kwa Roho na moto, katika Mathayo 3:11. Na sasa kuna bahati Yesu yuko hapa. Amina. Hebu tuambie hivi, sasa wewe unabatizaje kwa Roho na moto? Asante. Swali mzuri sana niko nayo hapa. Katika hali ya ubatizo wangu si wa maji. Ubatizo wangu ni wa Roho na moto. Mtu anapoingia ajiunge na mwalimu Yesu, atakaa katika mafundisho. Katika kukaa katika mafundisho, Mungu naye ataanza kumuweka katika neema ya kumfunulia siri. Na mafundisho ya Yesu ni kumfanya huyu mtu atoke katika dhambi, awe katika uchaji wa Mungu. Sasa katika neema ya Mungu, Mungu akianza kumpa mafunuo, hata kama alikuwa akiwa katika ndoto, maana Danieli pia alikuwa anaona ndoto. Kama ndoto zake zilikuwa ambazo zinaenda na ufalme wa giza, Mungu atambadilisha. Kama hajawahi waona malaika, leo ataona malaika. Atanena nao, akiamka atashukuru, aseme hoi, leo nilikuwa mahali pa ajabu. Sasa akianza hayo mafunuo, tayari atakuwa amepokea neno liitwalo Roho. Ile Roho sasa itakuwa imemuingia ikumpa hayo mafunuo. Haya, neno moto, wala ambao watakubaliana na mwalimu Yesu wa Tongaren kwa ajili ya kazi ambayo Mungu ameweka katika eneo hili ama katika kinywa changu, na watekeleze jinsi Mungu anavyotaka, yeye atakubaliwa. Na malaika watakapoonekana, iwapo malaika ametamani kutembea na mtume yeyote hapa, basi Mungu mwenyewe ataleta mafunuo tena na jina na yule malaika ambaye anataka kutembea naye. Sasa akipokea yule malaika, mara nyingi huwa anaona ya kwamba watu wa kwao wanamkataa. Watu wanaokopa sana. Kama hii area watu wanasema hivi, ukienda kwa kanisa la Yesu, hiyo nyumba tu ya mwalimu Yesu wa Tongaren, utakuwa umefanya mambo yako ya ulimwengu imeisha. Pura hakuna hapo siri. Watakuwa umekaa tu na wanaanza katika ulimwengu wa kiroho, niliona hili na sasa hapo huwezi stahimili. Sasa neno moto ninaliweka katika tafsiri. Kuna mambo ambayo hawa wafuasi wangu wameyapitia na inafananishwa na moto. Kwanza, jamii itawatenga kwa ajili yangu mimi, vile ilivyoandikwa hata katika kitabu cha Mathayo 5:11 hapa, na pia Matendo ya Mitume 7 kuanzia 53 hapa. Sasa utaona ya kwamba kuna mambo ambayo huwa yanatokea.
Sasa mimi huwa sipatisi kwa maji, ila mtu anakaa chini ya mafundisho alafu apate kioo cha unabii. Hiyo kioo akipata apokee jina, basi atakuwa amepokea ubatizo wa Roho na moto. Inakuanga hivyo. Amina. Kichwa ndio inaenda ikichemuka kidogo tu. Swali mimi nilikuwa nayo, lakini sio kwako mwalimu. Amina. Wala sio kwa dadangu huyu. Amina. Ni kwa hao wengine. Nimeona wanaheshima sana kwa mwalimu Yesu. Nimeona, naona wanainama na nini. Sasa lakini sijajua, je, wakipatana na mke wake Yesu, je, hii heshima wanapatia mwalimu Yesu, mke wake wanamchukuliaje? Kwa mfano, hizi kanisa zingine unasikia wanaita mke wa pastor mom. Most of them wanamuita sijui mom. Mama. Ama mama ama prophetessa ama nini. Sasa huyu mke wa Yesu mnamchukuliaje nyinyi ambao ndio wafuasi? Kwa sababu nimeona Yesu mnampa heshima, mnamuinamia, lakini sasa mke wake ningetaka kujua naye mnamchukuliaje, yani anapewa cheo gani yani? Cheo. Asifiwe Yesu. Amina. Jukwani Malaika Naftali, miongoni mwa nyota 12. Huyu mama ni mama mlezi, kwa sababu kila mtu akikuja hapa yeye ndiye analea. Tunamuita mama mlezi. Anashauri. Pengine mtu ameenda kando anamshauri. Hiyo ndio heshima tunampatia. Sababu kama mwalimu hayuko, yeye anasimama hapo. Asante. Kuna mwingine? Usifiwe Yesu. Salamu za Yesu. Amina. Jukwani nikiwa Nabii Luka. Yeye ana heshima zake. Yeye ni mama Malkia. Hata ukimuita unamuita Malkia. Hakuna anayemfikia. Na Mungu alikuwa na lengo na kusudi akamchagua yeye. Na hakuna mwingine. Ninakumbuka nilikuwa katika ulimwengu wa kiroho wakati mwingine. Na Baba Mungu, yani ili mbingu likafunguka. Na malaika wakashuka penye nilikuwa nimesimama wengi. Na mwenzangu malaika Luka akakuja kuniambia. Nilikuwa bado mgeni, nilikuwa mimi ni malaika Luka, lakini sikuwa nimekaa sana. Lakini malaika Luka akaniambia, mwenzangu, huyo ni mama Malkia na huyo ni mama yenu mlezi. Ukiwa na jambo, enda tu mwambie na yeye atakusaidia ama atakupea, atakushauri. Sasa yeye tunamheshimu kama mama Malkia. Yeye ni Malkia. Amina. Kumbe ulionako pia maono. Ndio hiyo ratiba inatokanga tu katika chuo. Nakumbuka mbali sana. Asante. Maana naona pia maswali ni mengi. Nilikuwa nataka nijue tu kwako mwalimu Yesu. Hizi kanisa zingine tukipita hivi, na mimi zamani nilikuwa Mkristo nikawa Muislamu. Unasikia wakitoa kitu inaitwa pepo. Pepo toka in the name of Jesus. Oh Baba Kurinai. Pepo toka pepo. Toka pepo. Sasa je, na nyinyi pia mwendo ni huo au nyinyi mnatoaje hii pepo? Na Yesu mwenyewe yuko hapa, mnaitwaje hii pepo? Nilikuwa ndani nijue, wana kanisa zingine na waonanga hivyo. Hata utaona hata kwa TV nini? Pepo toka. Wanapiga mpaka kofi saa zingine mtu. Unajua tunajiangalilia unaziona. Sasa na nyinyi je, kunazo hizo vitu mnatoa ama hakuna, nyinyi hamtoi vitu kaza aina hiyo? Kuna jawabu kama mwenye ako na ama ndio nataka nijue. Wewe uko na mic. Sawa. Salamu za Yesu. Amina. Mfano salamu za Yesu. Amina. Mfano juzi nilikuwa na mkeni. Nataka kuoanisha yani huo ujumbe wa ndugu mpendwa. Kama mtu amelemewa na shida mbalimbali, hii ni dunia na ina maajabu yake. Na vile tuna maongozi. Amesema madhehebu kweli wanasema pepo
toka. Nakumbuka siku moja nikiwa katika dhehebu la Kikatoliki, katekista alikuwa anahubiri, si ndoto, ilikuwa mchana. Lakini nikaona wasichana 32 wakaingia hekaluni. Katekista anatembea akihubiri na hao wasichana pia wanatembea madhabahuni wapi wakiongea Kiswahili cha Mombasa. Lakini nilipotaka wanipe nafasi ili nijue hawa wageni wametokea wapi, hao walikataa, na hao wasichana wakasema hapa utatoka, hawa wote ni wetu. Niliamka nikaikuwa huko mbele na nikawaambia hivi, enyi pepo toka. Hao wasichana walitoka mbio. Lakini mimi ndio nilikuwa wa mwisho kwa mlango. Hao wa Katoliki kama wananisindikiza, wamenipepa cheki. Kuwa hapo nje, hao wasichana tu nje, si kuona hao wasichana tena. Ndio nikasema kumbe hawajakuwa binadamu, imekuwa ni pepo wachafu. Sasa walitolewa, nasema toka. Na hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho hapo. Nasema hapa kumbe inakaliwa na mambo ya ajabu ajabu. Sasa waliamriwa kutolewa. Kama kuna pepo ameingia kwa mtu anaondolewa. Hata hiyo miaka ya kale pia waliondolewa. Walikuwa wanaondolewa. Imkusa tu toka, anatoka. Sisi tumekuwa hapa na mkeni. Nikamwambia wewe mkeni, licho ulihama kwa boma kwa ajili ya mambo mengi. Lakini wacha tu ninene jambo moja. Lakini wakikupikia leo simu uende usiende. Na nikasema basi wewe pokea uponyaji na vyote ambavyo viko katika ile boma lenye ulioleka vichomeke. Sasa yeye akatoka nje, tumemaliza na tena wanarudi. Niko na ushuhuda. Ushuhuda umetoa wapi? Ati nimepikiwa simu. Sisi hatusemi toka. Hiyo wakati nikiwa katika Katoliki niliwaambia hao na wakatoka mbio. Alafu hao wa Katoliki wakanisindikiza pia mimi. Wakasema na walikuwa wengi hao wasichana 32. Kwa mlango wakanisukuma nje. Kuifika nje. Lakini leo hii niliamuru wafuasi wangu huwa wanasema chomeka. Na hiyo vitu inachomeka. Nikaona kama mama mwingine pia alikuwa amekataliwa kwa boma. Na huyo mama kwa boma wakati alikuwa amekataliwa, mzee wake pia alikuwa amefurushwa kwa boma ameenda. Yaani kulikuwa na vimiungu. Walitaka ashike lakini wakakataa. Mzee pia akakataa. Wakamfurusha. Huyo mama alipokuwa hapa anatoka maeneo ya Kamkuyu wa huko. Lakini alikuwa ameoleka Chwele. Nikamwambia hapa hivi, leo umekuja Jumamosi, kesho ulete ushuhuda. Nimeona penye ulikuwa umeenda kuna hii vitu inatembea lukumba. Yenye Mungu alisema ikikupate ume kisikini. Na wewe ukipata piga alafu tuna burukenge. Nikamwambia hii vitu mlikataa, ikasababisha ndoa yako ikaharibiwa. Lakini sasa ni saa 8 na inachomeka sasa hivi. Sasa ukifika nyumbani kesho utuletee ushuhuda na watakupigia simu ya kwamba shosha amekufa, amepelekwa mochwari. Usiende, si shosho, itakuwa ni hiyo nyoka na burukenge na misukule yenye wanatumia. Kweli alirudi hapa Jumapili iliyofuata na akatoa ushuhuda akasema nilipigiwa simu shosho amekufa, niende haraka sana. Na mimi najua tu si shosho, hiyo vitu ya madhabahu ya kishetani. Sasa huwa tunaamuru tu kwa moto wake Baba Mungu inachomeka. Asante. Shukrani sana. Kwa mfano nina swali lingine ya kwamba mimi ni Muislamu na wewe Bwana Yesu uko hapa, una familia, labda tuseme una mtoto wa kike, labda una msichana. Mimi labda nimekuja nimeona msichana wako akiwa ni mzuri, naweza nikahitaji kumuoa awe mke wangu, nimsilimishe. Je, wewe mwenyewe kama Yesu unaweza kaniozesha au ndio utanifuru useme kwamba ni Muislamu huwezi kuozesha au itakuwaje? Umenena jambo mzuri. Siku moja nasoma vitabu kama hicho kitabu kiko hapa. Kulikuwa na kitabu cha mtu aitwaye Dopiti. Hicho kutuko katika tena vitabu vya Torati mahali Muisraeli anaoleka kwa Muisraeli mwenza. Maana huenda unaona Muislamu akioleka kwa Muislamu ndio sasa yani mapishi itakuwa sawa. Na Muisraeli akioleka kwa Muisraeli mapishi ni sawa.
Sasa hapo lazima utakuwa katika himaya ya Uisraeli. Unanipata? Hapo kupendana utasemaje? Kama mmependana, Yani wamependana. asante. Na Sasa msichana amekubali kuwa Muislamu. Je, we baba, kwa sababu msichana ni Muislamu na yeye ni Muislamu na wamependana na wamekuja kwako we baba, utawasaidiaje? Kama mmependana, mimi sitakuwa na la kusema, ila tu nitawawacha mikono mwa Mungu. Kuna sababu, maana sheria nitakuwa nimefundisha. Ikiwa msichana mwenyewe mmependana na amejua sheria, sasa mimi sitasimama mbele niseme leo nasikia kama ni Waislamu wanapika mawe wanaua ama Wahindi. Hapana. Maana sisi wote tuko chini ya himaya ya Mungu. Nitawawacha mikononi mwake Mungu ili hali yenyewe ionekane jinsi ilivyo. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Itakuwa hivyo. Niko naye hapa. Sawa. Maana ikiwa neno amesikia, mafundisho amesikia, sasa siwezi ingilia. Wewe watakuwa mume na mke? Sitaingilia kama mwenyewe ameamua, maana neno hili karibu saidia hapa. Amina. Chukwani Malaika Naftali, miongoni mwa nyota 12. Yaani kulingana na vile mwalimu amesema, yeye